Natambua jitihada ambazo zimeanza kufanyika, lakini safari bado ni ndefu. Mimi natamani namna ambavyo tunafanya vizuri kwenye miradi mingine ikiwemo afya, ndivyo hivyo inabidi tufanye vizuri kwenye elimu. Ndugu zangu, tusipoweka mikakati na mipango ya kutatua zile changamoto za kwenye elimu, hatutaweza kupiga hatua. Kwa sababu sasa hivi tunapambana na matatizo, sio mipango. Kwa hiyo inabidi turudi nyuma, tuweze kujua changamoto kubwa ni nini. Changamoto yawezekana isiyo usimamizi. Usimamizi utafanyika, lakini kama shule zote hazina maji, asilimia zaidi ya shule 60 hazina vyoo, shule hazina photocopy machine pamoja na kompyuta, walimu ni pungufu, kwa kweli hata tukisimamia vipi, matokeo tutayapata kwa tundu la sindano. Sasa ushauri wangu kwenye swala la walimu tunategemea waajiriwe, waletwe, lakini mimi nimeona mfano kutoka kwenye halmashauri zingine. Kuna fungu linatengwa kwa ajili ya kulipa posho walimu kwenye shule ambazo zina upungufu mkubwa, ndugu zangu. Kwa hiyo swala ambalo inabidi tuliangalie kwenye zile shule ambazo ni west kabisa. Kaimu mkurugenzi, mkae na wenzenu tuweke mkakati maalum. Kwa kweli hatuwezi kushindwa sisi kupata walimu ambao tutawagharamikia, hata kama sio kwa gharama zile za walimu wa kawaida, ili kuweza kuokoa kwenye baadhi ya maeneo ambayo kwa kweli haipendezi. Kwenye 10 la mwisho itokee shule ya Mbinga vijijini kwenye matokeo ya darasa la 7. Ndugu zangu, ufaulu hauna maajabu wala mazingaombwe, unawekeza kwenye ufaulu. Sisi kwa mkakati wa miaka 5 hatuwezi kushindwa kupeleka fotokopi na kompyuta kwenye shule zote za msingi na sekondari. Ndugu zangu, mtasema mmepeleka fotokopi za cluster, hazisaidii. Jiografia yetu sisi ni ngumu, kutoka kwenye kata moja kwenda kwenye nyingine ni shughuli, hata mvua ikinyesha tu, kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine. Kwa hiyo hata kupeleka fotokopi moja useme ihudumie tarafa au ihudumie shule 3-4 ni jambo ambalo haliwezi kufanya kazi, ndugu zangu. Kwa hiyo mimi ninawaomba, mimi mwenyewe kwa jitihada za mbunge nimekuwa nikifanya hivyo, tunapeleka fotokopi, kompyuta, lakini tuna shule zaidi ya 133 za msingi pamoja na sekondari. Kaimu mkurugenzi na wataalamu, ufaulu ni majaribio kwa wanafunzi. Mwalimu asipate shida, yaani kumwezesha mwalimu, kumboreshia mazingira yake ya ufundishaji, sio mazingaombwe, it's investment. Lazima tuwekeze, na hatusemi mfanye vyote kwa pamoja, lakini bilioni 1.5 itatushinda kwa miaka 5 kuinvest kwenye vifaa vya kufundishia mashuleni, ikiwemo fotokopi pamoja na kompyuta. Nilizungumza toka mwanzo, ni vitu vya aibu sana kuona halmashauri yetu ya Mbinga DC ndio tunashika mpira, tunakuwa watu wa mwisho kitaaluma. Hilo ukiangalia halmashauri yetu ni halmashauri na historia nzuri. Leo mbunge wetu Judi tukafika ni waziri, lakini pia tunatakiwa mjue huyu ni mwanasheria msomi. Sasa watu kama hawa ndio wanatoka kwetu, alafu ionekane kwake tunashika nafasi ya mwisho. Kwa hiyo mkurugenzi mtendaji, weka mikakati, tutoke hapo tulipo sasa twende kwenye 10 bora kitaifa. Wale watumishi ambao wamekwenda huko, ambao mnao huko, mkawachukulie kama watoto wenu, mkawachukulie kama familia yenu, ili waweze kudumu na waweze kufanya kazi ambayo zio wanaenda kuwatumikia wananchi wetu. Tuwapende, tuwe nao jirani, tusilete yale mambo ya Kiswahili, mtu umelala asubuhi unaonekana kwenye mti. Hayo mambo kama Chama cha Mapinduzi hatuwezi kubali. Tunafanya kazi kubwa ya kuwaletea watumishi katika sekta mbalimbali. Sisi ndio tukawaonyesha wale ni watoto wetu, wametoka mbali, wengine wametoka Dar es Salaam, wametoka kwenye miji mizuri. Kwa hiyo ukifanya mchezo, akienda kule, ukimletea mchezo, anafika leo, anakaa wiki yake moja, anaandika barua ya kuomba uhamisho.